Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, baada ya utambulisho huo, kwa heshima na taadhima, nikukaribishe sasa uweze kulihutubia taifa la Tanzania. Karibu Mheshimiwa Rais. Waheshimiwa, tukae. Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye, Rais wa Jamhuri ya Burundi, Mheshimiwa Hakainde Hichilema, Rais wa Jamhuri ya Zambia, Mheshimiwa Hassan Sheikh Mahmoud, Rais wa Jamhuri ya Shirikisho la Somalia, Mheshimiwa Daniel Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Mheshimiwa Jenerali mstaafu Dr. CGDN Chiwenga, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Zimbabwe, Mheshimiwa Jessica Rose Epel, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Uganda, Mheshimiwa Mostradin Abdu, Rais wa Bunge la Muungano wa Visiwa vya Komoro na kiongozi mwandamizi wa pili wa dola, Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Anzuluni Isitoleketi, Waziri wa Ushirikiano wa Kikanda na mjumbe maalum wa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Jakaya Kikwete, Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa makamu wa rais wastaafu, waheshimiwa marais wastaafu wa Zanzibar, mawaziri wakuu wastaafu, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wote kutoka Tanzania, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, viongozi wa vyama rafiki Frelimo na CNDD-FDD na vyama vya siasa vya hapa nchini, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa taasisi na mashirika ya kimataifa na wakilishi wa nchi mbalimbali, waheshimiwa wabunge wateule, wawakilishi wateule na madiwani wateule, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, ndugu waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla, mabibi na mabwana, Tanzania oye! Nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki sherehe hizi za kihistoria kwa taifa letu. Pili, ni washukuru wa Tanzania wote kwa imani yao kwa Chama cha Mapinduzi na kwa mapenzi makubwa na kutupa mimi na makamu wa rais fursa hii adhimu ya kuwatumikia. Shukrani za kipekee kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa namna walivyoendesha kampeni kwa mafanikio makubwa sana. Nishukuru tena Tume ya Uchaguzi kwa kuratibu na kusimamia mchakato mzima wa uchaguzi kwa ufanisi usiotiliwa shaka. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza vyema uchaguzi na kumpongeza aliyeshinda. Aidha, nitumie fursa hii pia kumpongeza sana Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi na vyama vya siasa vilivyoshiriki uchaguzi Zanzibar kwa kumaliza uchaguzi kwa salama na amani. Zanzibar oye! Pongezi zangu pia ziwaendee wote walioshinda kwenye nafasi za ubunge, ujumbe wa Baraza la Wawakilishi na udiwani kote nchini,
Kwa wote niwaambie, uchaguzi umekwisha. Sasa baada ya kuapa, tukafanye kazi ya kulijenga taifa letu na kujenga utu wa Mtanzania. Waheshimiwa marais, viongozi, ndugu wananchi, shughuli inakuwa nzuri na ya kufurahisha ikihudhuriwa na ndugu zako wanaokupenda. Tanzania leo imejawa na furaha kubwa kuona baadhi ya waheshimiwa marais wenzangu na viongozi mbalimbali wa nchi jirani na nchi marafiki wamejumuika nasi katika tukio hili. Pamoja na kwamba tulitoa mwaliko kwa muda mfupi, kwa wale walioshindwa kushiriki, tunatambua uzito wa majukumu yao na tunajua mioyo yao ipo pamoja nasi. Tunashukuru pia wote waliotuma salamu za pongezi kwetu. Tunasema asanteni sana. Ndugu wananchi, uchaguzi ni fursa kwa wananchi kueleza matakwa yao ya aina ya viongozi wanaodhani wataweza kuwatumikia vyema na kuwaletea maendeleo endelevu. Kipindi cha kampeni tuligawika kiitikadi na kishabiki kama taifa, ila baada ya uchaguzi kufanyika, anayechaguliwa na wengi huwa ndio chaguo la nchi na anapaswa kuwa mtumishi wa wananchi wote waliomchagua na waliochagua wagombea wengine na hata ambao hawakushiriki uchaguzi. Kwa sisi tuliochaguliwa, ahadi yetu kwenu wananchi ni kulitumikia taifa hili kwa nguvu zetu zote, vipawa vyetu vyote na maarifa yetu yote. Ndugu zangu wa Tanzania, ni vyema tutambue kwa uchaguzi mkuu wa viongozi wa serikali ni mchakato wa msimu mmoja tu ndani ya kipindi cha miaka mitano. Muda mwingine wote maisha lazima yaendelee. Hivyo basi jukumu letu sote kwa pamoja ni kujenga nchi yetu na kuifanya kesho yetu iwe bora zaidi kuliko jana yetu. Niwasihi tuendelee kuilinda itikadi yetu ya umoja na mshikamano. Ndugu zangu, wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini, hasa kwenye majiji na miji. Kilichotokea hakiendani na taswira na sifa za Kitanzania na sio Utanzania. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja.